السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الإخوة الأكارم، بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم. Leo tarehe 19 ya mwezi wa Dhulhijja, mfunguo 3, mwaka wa 1446 tangu hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambayo inalingana na tarehe 15 ya mwezi wa 6 katika mwaka wa 2025. Siku ya Jumapili tumekutana ndani ya msikiti huu, Masjid Jundub ibn Junada, hapa kwenye barabara maarufu inayojulikana kwa Mafuta Street katika mji wa Moshi katika mkoa huu wa Kilimanjaro. Tumekutana, nia na madhumuni ya kukutana kwetu ni kuitangaza da'wa yetu. Tulianza kuilingania kwa miaka mingi huko nyuma. Da'wa yetu, nikisema da'wa yetu nakusudia ad-da'watu salafiyya, dawa iliyojengwa juu ya mfumo imara kabisa na misingi madhubuti, misingi ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa ufahamu wa wema waliotutangulia. Kwa wale watu wazima watakumbuka mihadhara ya mwanzo kabisa iliyofanyika ndani ya msikiti huu, ambayo kwa sasa inakaribia miaka 18 mpaka 19 ndani ya msikiti huu, kwa sababu ukihesabu kwa miladi ya mwaka 2007 mpaka leo utapata takriban miaka 18, lakini ukihesabu kwa miaka ya hijiria sasa inakaribia miaka 20 pungufu kidogo. Kwa hiyo hata wale waliokuwa vijana sasa wamekuwa wazee, na wale waliokuwa watoto wamekuwa watu wazima. Tulianza ulinganizi wetu wa wazi kabisa katika msikiti huu
pamoja na kwamba kulitanguliwa na baadhi ya mihadhara, durus, semina, sehemu nyingine, lakini kwa ule udhahiri hasa wa kujipambanua. Nachokusudia udhahiri wa kujipambanua da'wa salafia kwa misingi yake na hoja zake, basi mahali pa mwanzo kabisa ilikuwa ni katika msikiti huu. Kwa hiyo watu wazima wanalikumbuka hili, na wengine pengine walipata kusikia audio zake zile za miaka ile. Kisha kutokea hapa mipango ikapangwa, njama zikasukwa, vikao vikakaliwa, azma ikapitishwa, na watu wakatoka kwenda katika miji mbalimbali kwenye kuitangaza da'wa hii, kwenye kanda hii ya kaskazini, kadhalika kanda ya ziwa, katika mikoa hiyo ya huko Shinyanga na Mwanza, Bukoba na Mara, mkoa wa Kagera na mkoa wa Mara, kadhalika nyanda za juu kusini, Iringa huko na Mbeya, na kurudi mkoa wa Ruvuma, na kusini huko sehemu za Lindi na Mtwara, bali hata katika kanda ya kati, Dodoma na Morogoro na sehemu nyinginezo. Ala kulli hali, mipango mingi ilianzia hapa, walillahi alhamdu wal minna. Nataka nilikumbushe hili ili waliosahau wakumbuke na wasiojua wafahamu, na wale wanaokumbuka tuendelee kuwakazia katika jambo hili. Lakini ninachotaka kukuambia katika wakati huu ni kwamba hatujafika mwisho wa da'wa na ulinganizi. Pamoja na miaka yote hiyo, pamoja na mambo yote hayo, bado hatujafika mwisho wa da'wa. Da'wa bado inatakiwa iendelee, tena kwa ufanisi zaidi, na mipango madhubuti na imara na juhudi kubwa zaidi, kwa sababu da'wa tunatakiwa tuisimamie mpaka mwisho wa umri wetu, mpaka tunatoka hapa duniani. Lakini tumetoka mbali, tangu tukiwa wanyonge wa kuombaomba misikiti ya watu na kufukuzwa na kukataliwa kwamba hapa hamruhusiwi, twapita twenda huku, twapanga njama zile, mpaka kuwa sasa twamiliki vituo vyetu katika miji mbalimbali. Tangu watu walipokuwa wachache mpaka leo wamekuwa wengi. Tangu walipokuwa watu hawatuelewi mpaka sasa watu wanatuelewa. Na hizo ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, bali akawafanya wale waliokuwa wakitupiga vita ndio watetezi wa kulitetea jambo hili, na wengine Allah subhanahu wa ta'ala akatutosha na shari zao, jambo lao likafifia, njama zao na mipango yao ikawarudia wao wenyewe. Na hivi ndivyo itakavyokuwa mpaka huko mbeleni. Jambo la msingi ni sisi kusimama katika kuipigania da'wa hii na kuilingania, kwa sababu ndio Uislamu sahihi aliyotumwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufikishe kwa viumbe, na yeye akaufikisha Uislamu huu, ukapokelewa na maswahaba zake watukufu, wakaubeba huu Uislamu kwa vile walivyomuelewa Mtume sallallahu alaihi wasallam,
wakausomesha Uislamu huu kwa waliokuwa baada yao, nacho ni kizazi kilichofuatia baada yao, kizazi cha tabi'in, na wao wakaendelea hivyo, jambo likienda hivyo mpaka siku ya leo. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa tulirithi jambo hili, tulibebe, tulifikishe kwa wengine, vizazi vijavyo vilibebe jambo hili, vifikishe jambo hili kwa vizazi vingine vitakavyofuatia. Nimeona nikumbushe kidogo hili jambo ili tukae sawa. Hii dawa misingi yake ni misingi ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ndio dawa sahihi ya Uislamu. Haihitaji nguvu nyingi katika kuielewesha, kwa sababu ni dawa inayojitegemea kihoja, kwa hoja zake inajitegemea. Tunachotakiwa ni sisi kufanya juhudi na mipango ya kuhakikisha zile hoja zinawafikia walengwa, na katika hili kuna fadhila kubwa ndani yake, na hili haliwi ila kwa sisi wenyewe kuijua hii da'wa kwa kuisoma na kuisomesha. Sasa kuna watu wageni pengine watayasikiliza maneno haya, hawajui ni da'wa gani na ulinganizi gani. Kwa hiyo nitalazimika kuzungumza machache kuhusu hii da'wa. Ukiona kuna jambo walijua, basi ujue hukukusudiwa wewe, wamekusudiwa wengine wasiojua, au wale wanaojua kimakosa, na kama ni wewe basi ni kutiliwa mkazo tu. Sisi tumeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala tuifuate njia aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa atutangazie hivyo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, waambie hii ninayolingania hii ndiyo njia yangu, ndiyo dini yangu, ndiyo mfumo wangu. Kul hadhihi sabili, pana sabili, njia yangu, mfumo wangu. Ad'u ila Allahi ala basira, mimi nawalingania watu kwa Allah, nawaita watu waende kwa Allah, nafanya kazi hiyo kwa elimu na utambuzi, sifanyi kijinga jinga kijahala. Hii njia yangu hii, huu Uislamu ninawalingania watu, ninawalingania watu kwenye tauhid, na waelekeza watu kwenye kumpwekesha Allah, na waelekeza watu kwenye kumwabudu Allah peke yake kwa elimu, ala basiratin, kwa elimu, kwa utambuzi na maarifa. Kazi hiyo ninaifanya ana wa man ittaba'ani, mimi na wanaonifuata, wafuasi wangu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Na ninamtakasa, kumtakasa Allah na kila upungufu. Kutakata ni kwake, Allah amesalimika na kutakasika na kila aina ya upungufu, na mimi niko mbali, najitenga kabisa, si katika washirikina, kwa sababu washirikina humtia dosari na upungufu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumfanyia wenza, kwa kumnasibishia kuwa
ana watoto au ana mtoto, kwa tofauti za mila zao. Washirikina wa Makka wao wanasema malaika ndio watoto wa Allah wa kike. Allah akawa anawatahayariza kwenye Qur'ani, astafa albanati ala albanin. Hivi kweli Allah amejichagulia yeye watoto wa kike akaacha watoto wa kiume? Kwa hiyo wale washirikina wanasema Allah ana watoto wa kike ambao ni malaika. Mayahudi wakasema Uzairi ndiye mwana wa Allah. Manasara wakasema Isa ni mwana wa Allah. Sasa Allah ametakasika na haya, hana watoto, lam yattakhidh sahibatan wala walada, yeye hakujifanyia mke wala mtoto, hana mtoto. Na mingine mengi mabaya wanamnasibishia Allah. Mimi ninamtakasa yeye, na mimi si katika wenye kumshirikisha Allah. Ukitafsiri aya hii peke yake utaiona misingi mikuu ya hii da'wa, lakini nitashika michache tu alafu niende kwenye aya nyingine. Inatuonyesha aya hii kwamba da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mabniyatun ala alwuduh, ni da'wa iliyojengwa juu ya msingi wa uwazi, uwazi ambao unampelekea mtu afahamu kila kitu kinachofungamana na yale yaliyo wajibu juu yake kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala, na ile haki ya Allah kwake yeye, yale ambayo wewe watakiwa umtekelezee Allah na malipo utakayoyapata kutoka kwa Allah kwa hayo uliyoyafanya na namna ya kuyatekeleza hayo, bali udhuh wa sheria zake. Ndio maana akasema qul hadhihi sabili, ni kitu chenye kufahamika, kiko wazi, chatakiwa kitangazwe, kifahamike na watu wote. Kwa hiyo dawa imejengwa katika misingi ya uwazi, haikujengwa katika misingi ya usiri na vificho, kwamba kuna mambo hayo ni ya watu fulani tu, wengine hawapaswi kujua. Kwenye Uislamu hakuna jambo hilo. Lakini jambo jingine katika mambo ya msingi kabisa ni kwamba kumbe dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kufana kwake, kunoga kwake, kusimama kwake imara, ni lazima ijengwe juu ya msingi wa ilmu, alilmu alshar'i. Kwa dawa hii haipelekwi kiujinga. Moja katika agenda zake kubwa kabisa ni elimu. Inatoa nafasi kubwa katika uenezaji wa ilmu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuipa kipaumbele, kwa sababu ndio da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa elimu ndio upatikana uhai wa Uislamu. Na mahali patapimwa kwamba watu Uislamu umeendelea au Uislamu umerudi nyuma, Uislamu uko hai au Uislamu umekufa, kwa elimu na ujinga. Ikiwa jamii hiyo imegubikwa na ujinga, hata kama ikiwa wanaonekana wako wengi, wana vipato, wana hiki, wana kile, lakini ujinga ndio umewafunika, hapo Uislamu umekufa. Na mahali ambapo elimu imetawala, basi hapo Uislamu uko hai. Kwa hiyo miongoni mwa misingi imara ya dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kupatilizwa ilmu, nashrul ilmi, alilmu as-sahih, alilmu an-nafi'. Haya ndio tunayapata katika aya hii. Mengi hapo nimesema, lakini nimesema nitagusia mambo matatu katika misingi imara na madhubuti iliyojengwa kwenye aya hii. Pia vile vile ni albara'atu min ash-shirki wa ahli, ni mtu kujitenga na kujipambanua na shirki na watu wake na walio mfano wa hao washirikina na mambo yaliyo mfano wa hiyo shirki. Miongoni mwa yaliyo mfano na shirki ni albid'a, miongoni mwa yaliyo mfano wa shirki
ni alfisq walfujur, maasi na watu wake. Kwa hiyo ili dawa isimame sawa sawa, lazima msingi huu upatilizwe. Kwa hiyo miongoni mwa mambo au miongoni mwa hoja na dalili za kuwa da'wa hii tunayolingania ni da'wa ya sawa sawa ni aya hii iliyomo ndani ya surati Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Da'wa hii tunayolingania sisi, wito huu tunaowaita watu, ndio wito wa kale kabisa, ndio ulinganizi wa kale kuliko wito wowote. Ndio maana ikaitwa dawa hii kama wanavyoita wasemaji kuwa ni dawa kongwe, kwa sababu ndiyo asili ya Uislamu. Dawa inayolingania kujinasibisha na kujiegemeza upande wa watangulizi wema kwa kufuata njia yao na kuchota maarifa yao na kusimama juu ya yale walioyasimamia wao. Da'wa hii ni da'wa kongwe, lakini pia ni da'wa iliyobarikiwa, kwa sababu Qur'ani imehimiza watu wapite kwenye da'wa hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Nisa anatuambia, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. آية 115 katika suratu Nisa. Yoyote atakayemukhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam na yoyote atakayekinzana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa uongofu umembainikia, hii ndiyo haki, yeye akaikataa, yeye akaipinga, yeye akaenda kinyume kwa hawa na matamanio ya nafsi yake, kwa utashi wake, kwa maoni yake na rai yake, kwa ujinga wake, haki imembainikia, yeye akaikataa, akaleta upinzani, min ba'di ma tabayyana lahu alhuda. Ilikuwa aya imuingize motoni moja kwa moja, lakini ikaweka kipengele hapa muhimu, wayattabi' ghayra sabili almu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini ambao ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akafuata njia nyingine sio ile walioiandama waumini waliomwamini mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wakati huo. Yeye akashika njia yake nyingine, akaleta uelewa mwingine, akaleta mafuhumu na ufahamu mwingine tofauti na ule walioufahamu masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni wallahi ma tawalla, tutamuelekeza kwenye lile alilolichagua. Si ushachagua ende njia hiyo, ufuate utaratibu huo ulio kinyume na masahaba, ulio kinyume na attabi'un alladhina tabauhum biihsan, wale waliowafuatia hao kwa wema. Umeamua kufuata njia hiyo, sawa, nenda. Pingine kwenye njia hiyo wataka pesa, kwenye njia hiyo wataka cheo, kwenye njia hiyo wataka sifa, nenda. Nuwallihi ma tawalla. Ndio maana ukawaona wenye jambo lao, watu wote wenye mambo yao ya kilimwengu, yawe ni ya kilimwengu kwa sura yake ya dhahiri na ya siri, au ya kilimwengu katika sura likafanya jambo la kilimwengu kuwa ni dini katika sura ya dhahiri, lakini kisiri ni jambo la kilimwengu, watu wanakusudia dunia au vinginevyo, lakini jambo lao la kilimwengu wao, utaona mambo yao yanakwenda na yanafana, wanafanikiwa kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ashatuambia sisi tutamuelekeza kule alikochagua. Nenda, mistaki ile nataka huku, nenda. Lakini ujue kwamba wanuslihi jahannam
wasaat masira, tutamtia katika moto wa jahannam na marejeo mabaya kabisa ni kwenye jahannam. Kwamba waishi katika maisha haya ya ulimwengu, lakini siku ukifa wewe mashukio yako na marejeo yako ni katika moto. Marejeo hayo ni mabaya sana. Usije ukafikirie kwenye akili yako kwamba acha nipate dunia, huko akhera nikikosa basi. Hiyo ni akili mbovu, kwa sababu kuna jahannam wasaat masira. Matatizo yote haya ni nini? Ni kwa sababu umemukhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa hoja na muongozo wake umekudhihirikia. Shida ni nini? Shida umekhalifu njia ya as-salafu salih. Tunaposema as-salafu salih tunakusudia neno watangulizi wema, waliotutangulia wema, ambao ni masahaba na wale waliofuatia masahaba katika vile vizazi vitatu bora. Lugha fupi tunaita as-salafu salih. Wewe umeamua kuikhalifu njia hiyo dhahiri shahir, au umeamua kupingana na njia hiyo kwa hila. Wale wenye kuilingania njia hii, wewe ukaamua uwachafue kwa majina mabaya ili waonekane kile unachokilingania sicho, hakina ukweli. Lakini wewe kweli wataka haki, sema hawa ni watu wa aina kadha. Kwa hiyo si kweli unachokisema, ukaikataa haki kwa hile ya kutaka kuikubali haki. Wajifanya waikubali haki, lakini lengo lako ni kuikataa haki. Hili jambo lipo, na watu wa aina hii ni wengi, wanaodai sunna na wanaodai salafia, kujinasibisha na sunna au kujinasibisha na as-salafia, wanalidai hilo na huku wakiipinga salafia. Sasa yoyote atakayelikhalifu hili, akamukhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana akienda kinyume na njia ya wema waliotangulia, akawa haitaki, akaibeza, akaitia majina mabaya, huyu anajitafutia maangamivu yeye mwenyewe. Na sisi hatuna la kumfanya wala hatuna la kumlipa, isipokuwa malipo yake atayakuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajibu wetu sisi ni kubainisha haki. Wale ambao Allah amewatakia kheri, basi wataishika haki hii na itawafaa, na wale ambao Allah hakuwatakia kheri, sisi hatuna cha kuwapa. Na hivi ndivyo alivyofunzwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alitamani kwa watu kadhaa wa kadha waslimu, bali wengine ni katika watu wake wa karibu, vipenzi kabisa. Miongoni mwa hao ni ammi yake Abu Talib, ammi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Habari yake mwaijua. Hirsi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni ya juu mno. Pupa yake na hima yake na juhudi yake ya kumfanya ammi yake aongoke, afuate Uislamu, bidii yake ilikuwa kubwa mno. Mpaka wakati wa kukata roho, Mtume sallallahu alaihi wasallam alihudhuria wakati wa kukata roho ammi yake, na akamdhihirishia na kumuaridhishia Uislamu na kalima ya tauhid ili aitamke. Yule mzee akawa anafikiria mara mbili, atamke asitamke. Idhim ba'atha ashqaha, ghafla pale akaingia katikati muovu wao. Kina Abu Jahli wamemkalia pale, wanamwambia atarghab an millati Abdul Muttalib, unataka kuiacha mila ya kina Abdul Muttalib, mila ya wazee? We Abu Talib, wataka uache mila ya baba yako Abdul Muttalib, wataka ufe kwenye mila ya huyu kijana? Pale akageuka, akapiga U-turn, akasema mimi ninakufa katika mila ya Abdul Muttalib. Akafa akiwa kafir. Jambo lile lilimhuzunisha sana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini Allah akamwambia innaka la tahdi man ahbabta
walakinna Allah yahdi man yasha. Wewe huwezi kumuongoza unayemtaka, kwamba wampenda fulani, wewe humuongozi unayempenda. Allah ndiye anayemuongoza anayemtaka. Kwa hiyo wajibu wetu sisi ni kufikisha. Sisi si mahukamu, sio marefari, kwamba tuna kadi ya njano, kadi nyekundu, au kuna kadi ya kijani, kwamba tukikupa kadi hii wewe tayari utaingia peponi, na wewe ukipewa kadi ile utakwenda motoni. Sio wajibu wetu, sio kazi yetu. Kazi yetu ni kubainisha haki. Njia ya sawa ni hii, atakayekhalifu njia hii ameingia katika upotevu wa basi, tajua yeye mwenyewe sasa. Kwa hiyo hili lazima tulifahamu, na da'wa imejengwa katika misingi hii. Kwa hiyo ukitazama aya hii katika fawaidi zake, inaonyesha uwajibu wa sisi kushikamana na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kushikamana na njia ya waumini wa mwanzo as-sabiquna al-awwalun, kama alivyolieleza hilo Allah katika aya 100 ya surati at-Tauba aliposema was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الله سبحانه وتعالى anaeleza wazi wale watangulizi wa mwanzo ambao ni muhajirina na ansar. Wale watangulizi wa mwanzo, huu Uislamu kuna watu waliotangulia, wana fadhila zao kwa kule kutangulia kwao. Sasa wale watangulizi wetu wale wa mwanzo kabisa ambao ni muhajirin na ansar, wahamiaji waliohama kutoka Makka wakenda Madina pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hata wale wahamiaji wa mwanzo waliohama Makka wakenda huko Ethiopia, Habasha, kwa ajili ya kuihami na kukimbia na kulinda imani zao, wa mwanzo wale waliohama. Na kadhalika ansar, wale wakazi wa Madina waliokuwa tayari kuwakaribisha ndugu zao wageni, waliongozana na mtume wao sallallahu alaihi wasallam, wakawafungulia nyoyo zao na vifua vyao kabla ya milango ya nyumba zao, wakawapokea kwa furaha na bashasha na upendo na kupendeleana kheri kwa hali ya juu, ambako hakujawahi kutokea katika ulimwengu tangu kuumbwa kwake, na hakutatokea. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, walikuwa wakiwapendelea ndugu zao kuliko nafsi zao. Wale wakazi wa Madina walipojiwa na wageni katika mji wao, walionyesha ukarimu wa hali ya juu ambao umeandikwa ukarimu huu ndani ya Qur'an. Na ukarimu wenyewe walikuwa wakiwapendelea ndugu zao zaidi. Sisi katika Uislamu tumefundishwa mpaka sehemu ya kupendeleana, tukaambiwa ahibba linnasi ma tuhibbu linafsik, wapendelee watu mambo mazuri yale unayoyapendelea nafsi yako. Wapenda upate hiki upate kile, basi pia vile vile mpendelee mwenzako apate. Sasa wao waliuvuka mstari huo, ikawa wanawapendelea wenzao zaidi. Yani yeye kama akapata moja, ataka mwenzake apate 2, 3 na kuendelea. Sio apate kama alivyopata yeye, la apate zaidi. Kiwango hicho tungetakiwa sisi na Uislamu tukifuate, ingekuwa ni taklifu bima la yutaq, ni kukalifishwa watu kwa jambo lisilowezekana kwao. Kwa sababu wengi watu wana roho mbaya, watu wengi wana choyo, watu wengi nafsi zao zina ubakhili. Kwa hiyo ukimwambia ampendelee mwenzake khairi zaidi kuliko alionayo yeye, hapa pengine watu wengi wangeritadi, wangekufuru, wakaambia basi mpendelee mwenzako, ukipata moja hiyo moja hiyo mpendelee mwenzako na apate.
ukipata hiki mgawie mwenzio, ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik. Lakini hawa jamii hii ya Ansar ilivuka mpaka huo, ikawapendelea wenzao kheri kuliko nafsi zao. Sisi tukatakiwa tuwafuate watu hawa. Anasema Allah, wale watangulizi wa mwanzo ambao ni muhajirin, wahamiaji, wal ansar, na watetezi wa dini waliomtetea mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Akasema Allah, walladhina tabauhum biihsan, na wale waliowafuatia hao kwa wema. Kuwafuatia kwa njia mbili: kufuata kwa wakati, kwa maana wamekuja wakati baada ya wakati wao, na kufuatia kimtindo, yani wakafanya walioyafanya wale kimatendo na imani. Na wale waliofuatia baada yao tena wakafuata kwa wema, wana nini? Radhiyallahu anhum, Allah amewaridhia wao. Waradhu anhu, na wao watamridhia Allah. Wamemridhia sasa na watamridhia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, watutaridhia kwa yale waliopewa na Allah katika naimu muqim. Wataridhika na hayo na hawataleta malalamiko yoyote, bali watauridhia Uislamu hapa duniani. Raditu billahi rabba wa bilislami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Hii ndio hali ya kila mu'min, hali ya kila muislamu. Yeye umridhia Allah subhanahu wa ta'ala kwa ndiye Mola wake, ndiye bwana wake, mlezi wake. Na sote tumeridhia kuwa Uislamu ndiyo dini, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumemridhia kuwa ni mtume wetu. Hakuna muislamu wa kweli ana malalamiko juu ya jambo hili, kwamba sisi tumepewa dini ya Uislamu, kwa nini tusipewe dini nyingine? Hii dini na kadha wa kadha wa kadha, wajua dini hakuna. Au kwa nini tumepewa Mtume Muhammad, kwa nini sisi nabii wetu wasiwe ni nabii fulani? Ukamtaja mtume miongoni mwa mitume wa Allah. Sote tumeridhika kwamba mtume wetu ni Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii ndiyo hali ya Uislamu. Kwa hiyo ridhaa ipo. Allah amewaridhia wao, na wao wamemridhia yeye, na pia na wao watamridhia yeye kwa vile atakavyowapa. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Na isitoshe Allah atawaandalia pepo. Amewaandalia wao pepo ambazo zinapita mito chini yake, wataishi humo milele, na huko ndiko kufaulu kukubwa. Kwa hiyo ukiitafsiri na ukiitazama aya hii, utaona kwamba walipotajwa watangulizi, watu wa mwanzo waliotangulia katika huu Uislamu, na wakatajwa pale kwamba ni muhajiruna na ansar, kwamba watapata fadhila hizo, likaingizwa kundi jingine hapa ambalo kundi hilo litaendelea mpaka kiyama. Na sisi tukijipinda tukajitahidi na Allah akatufunika na rehema zake, tutakuwa katika kundi hilo, na ni kundi la wenye kuwafuata hawa kwa wema. Sasa ukipinga jambo hili, utafuata kweli? Huwezi kuwa ni mfuasi mwenye kufuata kwa wema. Hawa masahaba wao wameamini hivi juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe waamini kinyume na hivyo, huwezi kuwa umewafuata kwa wema. Masahaba walitekeleza ibada kwa namna hii na namna hii, wewe ukaenda kwa namna ile tofauti na vile walivyokwenda masahaba, ukajiona kwamba na wewe pia una nafasi ya kutengeneza mambo na kuundaunda vitu katika Uislamu, ukakhalifu, hutakuwa umewafuata wao kwa wema. Kwa hiyo da'wa hii inatuhimiza sisi tufuate mwenendo wa watu hawa kwa wema, tujifunge na mwenendo wao, tuifuate njia yao. Na walillahi alhamdu wal minna, Uislamu ni neema kubwa sana, kwa sababu kila kitu unachokihitajia wewe kwenye huu Uislamu kimehifadhiwa, kimerekodiwa, kimewekwa mahali salama. Wataka kujua nini wewe? Qur'ani hii ipo. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Qur'ani iko. Leo la qaddara Allah
itokee kwamba misahafu yote duniani imetiwa moto, haiko tena, basi Qur'ani itaandikwa upya. Ni kiasi cha kuchagua tu, watu wawili, watu watatu, ukitaka watu 10,000, milioni 10 utawapata. Qur'ani itasomwa na itaandikwa, itarudi vile vile, hakuna kitakachopotea, kwa sababu iko katika suduru alladhina utul ilm. Qur'ani iko vifuani mwa Waislamu. Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam mahfudha, mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yamelindwa, yamehifadhiwa. Hivyo hivyo hata mafunzo ya maswahaba nayo yamehifadhiwa kwenye mahali maalum. Ukisoma dini utajua utayapata vipi, kwa namna gani, lipi la sawa na lipi si la sawa, lipi la kweli na lipi si la kweli. Hata kwenye karne ya 18 nyuma kidogo, na karne ya 18 na 19 ya miladia, palitokea hamla fulani, yani kulikuwa na kampeni maalum ya kuudurusu Uislamu na kuuchafua Uislamu. Likapatikana kundi la watu wanaoitwa al-mustashriqun, ambao asili yao si Waislamu. Wengi wao walikuwa ni katika manasara wa Kristo wa nchi za Europa huko. Wakaunda magenge na makundi waende kwenye nchi za Kiislamu, wakausome Uislamu kwenye fani zake tofauti, kisha wayapotoshe yaliyomo ndani ya Uislamu kupitia ndani yao, kwa sababu waliona kwamba hawawezi kuumaliza Uislamu nje yao. Kwa hiyo wakatengeneza makundi haya, yakaondoka makundi matatu kwa wakati mmoja. Kundi la wanaojiita al-musta'mirun, yani kwa lugha fupi wakoloni, kundi la wakoloni. Tangu baada ya vita vya msalaba wakatuma majasusi wao, wakina Vasco da Gama, walifika mpaka Kilwa na mwambao wa Afrika Mashariki 1498, karne ya 15, wakipeleleza mambo mbalimbali, na hasa baada ya vita msalaba wakapeleleza. Kisha vikaja vikundi vinavyoitwa vya al-musta'miruna, wakoloni. Kwanza watawale watu kwenye miji yao ili waibe rasilimali zao, ili wavunje tamaduni zao kwa mabavu. Kwa hiyo wakaja na mitutu ya bunduki, wakaja na mizinga, wakaiharibu miji ya Waislamu na wakataka kuikalia kimabavu. Lakini hawa waliambatana na kundi la watu wanaoitwa wamishionari, wabatizaji, wakipita katika miji wakitaka kuwabatiza watu walio Waislamu waache Uislamu wafuate dini yao wao, na wapagani pia wafuate wao. Mreno alikaa katika mwambao wa Afrika Mashariki miaka 200, hakumritadisha hata mtu mmoja. Alifeli, alikosa mbinu, aliwakuta watu wako madhubuti. Mreno alikaa miaka 200. Lakini kuna kundi jingine, na hili ndilo kwa hatari sasa, kundi la al-mustashriqun. Hawa ni watu wataalamu, wabobezi, waliokwenda katika nchi za mashariki kama Lebanon, Syria, Misri, Iraq na nchi nyinginezo ambazo zilikuwa zina ngome za ilmu. Wakaingia wakausoma Uislamu. Kuna waliobobea katika fani za hadithi, waliobobea katika mambo ya historia, kuna waliobobea katika mambo ya lugha ya Kiarabu, kuna waliobobea katika sheria ya Kiislamu, waliobobea katika mambo ya visomo vya Qur'ani na tafsiri zake. Wakaingia katika kila uwanja, wakausoma Uislamu kwa wanavyojua wao, alafu wakaanza kuandika sasa, wakaupeleka haya katika vyuo vikuu vyao, wakasomesha na wakaandika ili Uislamu upotoshwe. Asilimia kubwa walioathirika katika janga hili ni wale wenye elimu nusu nusu,
au wajinga kabisa. Si leo pia utasikia kumeandikwa Qur'ani mpya hiyo hapo, si kuna hivi, watu watumiana kwenye mitandao huko. Sisi wale itutishi, mtababaika nyinyi. Sisi kila siku Qur'ani husomwa usiku na mchana, na utafiti unaonyesha ya kwamba mtoto wa Kiislamu akipata faragha mpaka akifikisha umri wa miaka 10 anao uwezo wa kuhifadhi Qur'ani yote. Yanawezekana, sio jambo la ajabu. Sio zama za kina Imam Shafi'i kwamba amehifadhi Qur'ani kabla hajafika miaka 10. Zama hizi ni jambo linawezekana, wala halina shida ndani yake. Sasa utakuja kuisoma vipi hiyo qul huwallahu ahad isiwe qul huwallahu ahad, iwe vingine, alafu wewe umetudanganya na sisi tukadanganyika? Watakaodanganyika ni wale wajinga wasiojua, watababaika. Eti innamal a'malu binniyat leo imebadilishwa, sio tena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, yasomeka kivingine. Alafu watu waliokaa katika madarasa za ilmu wababaika. Mtababaika nyinyi kwenye mitandao ambao hamkusoma, agenda yenu sio ilmu. Kwa hiyo wale mustashirikuna wakawaweza wajinga, wakawatatiza, lakini wakasimama ulama wa haki wakaweka kila kitu mahala pake. Si hata wewe kwenye gari, wewe sifungi magari, tuchangue gari yote, benzi tuichangue yote, tufungue engine, ukichanganyiwe hapo kuna hiki cha pikipiki, hiki cha baskeli, hiki cha kikawekwa pale, hii ya trekta. Wewe kama ni fundi kweli utakuja kufunga spare ya baskeli kwenye benzi? Haiwezekani. Kila kitu takieni, hiki sicho weka pembeni, hiki sicho weka huko, hiki ni cha hapa. Ndiyo dini ilivyo. Kwa sisi hatuwezi kubabaika katika dini yetu. Nataka kusema kwamba kila kitu katika Uislamu kimehifadhiwa madhubuti. Kuweni na amani, lakini amani hii itaendelea ikiwa agenda yetu ni elimu. Utulivu huu utapatikana ikiwa Waislamu wataipatiliza elimu ya dini yao. Lakini itakapofika wakati Waislamu agenda yao sio elimu ya dini, ikapita karne nzima watu hawakusomeshana dini, hapo tutakuwa tushawezwa. Na haya aliyesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aliyeshazungumza siku nyingi, inna Allaha la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri al-ibad. Allah subhanahu wa ta'ala katika sunna yake al-kaunia, kilimwengu, elimu haiondoshi kwa kuinyakua kutoka kwenye vifua vya waja wake. Kwamba wewe umesoma alafu asubuhi umeamka huna kitu. Wasomi wote hawana kitu wanachokijua tena. Qur'ani waliohifadhi haiko, sunna hazipo, ufahamu juu ya Qur'an na sunna haupo. Hilo jambo halipo katika utaratibu wa Allah. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala yakbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama, elimu ataiondosha kwa kuondosha wasomi. Ikawa wale wasomi wote wamekufa, alafu kizazi kinachofuatia baada yao hakikusoma. Hatta idha lam yubqi alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, ikawa imefika wakati hakumbakisha mjuzi yoyote, basi wale wajinga watatafutana wachaguane nani mwenye nafuu. Kwa hiyo watamchagua mjinga mwenzao awe ndiye kiongozi. a'ma yaqudu basiran la aba lakum qad dhalla man kanat umyan tahdihi. Mchagua mtu mmoja, mjinga huyu ana afadhali kwa sababu ana domo, abwabwaja kweli kweli, bingwa wa kusema, akachaguliwa, atakwenda kuwatumbukiza kwenye mtaro. Ni kama vile mmechukua basi mkamkabidhi mtu ambaye hajui gari, hajui breki iko wapi, mafuta yakanyagwa hajui. Tujalie ajua kila kitu, ajui breki ilipo, sitama wao amtobozi mahali hapa, njia panda mfiki, utasikia utoshakufa watu, basi zima limeangamia. Ndio hivyo hivyo
ikiwa watu sasa wataona afadhali huyu, lakini hawakusoma wote, wataangamizana. ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu faaftau bighairi ilmin fadhallu wa adallu, wakaulizwa kisha na wao wakati wa fatwa ikawa ni sababu ya kupotea wao na wakawapoteza na wenzao. Nataka kurudi tena kusema kwamba Uislamu mambo yake yote yamehifadhiwa. Kwa hiyo ukitaka kujua muongozo na njia ya wema waliotangulia, wewe rudi ukasome, kakae katika vikao vya elimu, utaelekezwa. Na walillahi alhamdu, katika agenda muhimu kabisa ya da'wa yetu kama nilivyotangulia kusema ni kuipa elimu kipaumbele, elimu ya dini yetu. Na ndio maana ukaona huku kushamiri kulikojitokeza kwa da'wa salafia inaonekana kama imeanza kulinganiwa karibuni hivi, na da'wa yake haikuja zamani hivi, lakini athari yake ni kubwa katika mujtama, walillahi alhamdu wal minna. We kubali usikubali, athari yake ni kubwa. Sema ndio, sema hapana, sisi hatuangalii ndio hapana, tuangalia waqi, ule uhalisia. Athari yake ni kubwa katika mujtama. Duat wa salafia nafasi yao si ndogo katika mujtama, nafasi kubwa. Kwa nini? Kwa sababu sera yao ni elimu, agenda yao kuu ni elimu. Hawana uvivu wa kukaa kusoma na kusomeshana, na hizi katika fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa da'wa yetu sisi imekuwa dawa tunailingania, si miliki ya mtu kwamba ni dawa ya fulani na fulani na fulani kwa ufadhili wa fulani na fulani na fulani, la, lakini ni dawa imekuwa ndio dawa ya Uislamu sahihi. Sasa mimi mazungumzo yangu na nyinyi nilipenda nianze katika muda huu wa kabla al-maghrib, ili kutoa nafasi ya mazungumzo yaliyo msingi ninayokusudia baada al-maghrib. Na kubwa zaidi na kutaka kuambiana ni kwamba ni lazima tujitambue sasa. Hakuna kitu kibaya kama mtu kutojitambua. Kuna mambo mengi yatakupita wewe kama hukujitambua, na fursa utaikosa. Mtu akishafikia umri wa baligh, kisha baligh, atakiwa ajitambue, na kuna mambo atakiwa ayajue kwa ulazima, sio khiari tena, kwamba yeye sasa ashakuwa mtu mzima wa kuandikiwa dhambi na kuandikiwa thawabu. Ile aya ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid inaanza kufanya kazi kwake sasa. Wakati ule alipofikia baligh alijue hilo, dhambi zinaandikwa, thawabu zinaandikwa, kwamba imefika wakati sasa atakiwa aoge janaba, imefikia wakati sasa aswali kwa njia ya ulazima, ni fardhu ain, afunge na mingineyo katika mambo ya lazima katika arkanul Islam na mambo mingineyo katika wajibati za Uislamu. Atakiwa ayajue, asipoteze fursa hiyo, kwa sababu yeye ni mas'ul amama Allah azza wa jalla. Kwa hiyo hivyo hivyo katika mambo mengine, unapotoka hatua moja kwenda hatua nyingine, watakiwa ujitambue kwamba mimi sasa hapa nilipofika makamu yangu ni haya na nafasi yangu ni hii, kwa umri huu na nafasi hii nilionayo, iliyokuwa wajibu kwangu mimi ni kufanya 1, 2, 3 na kuendelea, na sitakiwi kufanya hili na hili na hili na hili. Kwa hiyo kama kukua da'wa yetu sisi imekuwa, kama ni baligh ishavuka, imefika kwenye kiwango cha kukomaa, lakini lazima na sisi tulioipokea da'wa hii tujitambue tuna nafasi gani katika jamii yetu katika kuielimisha na kuifikisha da'wa hii. Tukienda kitotototo na hali ya kuwa tushakuwa
mambo yatatuharibikia mikononi, na hakuna wa kumlaumu isipokuwa tunatakiwa tuzilaumu nafsi zetu. Lakini walillahi alhamdu wal minna, fadlan za Allah subhanahu wa ta'ala na si za mtu yoyote, tawfiki ni Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa sababu ya juhudi yoyote. Al-amruhu kulluhu lillah awwalan wa akhira, jambo lote ni la Allah subhanahu wa ta'ala, mwanzo na mwisho. Hili ndilo ambalo tunatakiwa sisi tulitakidi kutoka ndani ya nafsi zetu, lakini bado tunatakiwa tutambue sisi tukoje kina nani na tutakiwa tufanye nini kwa wakati wa sasa. Nikisimamia hapa, maana sijajua magharibi inaingia saa ngapi, nilisahau kuuliza tangu mwanzo, lakini nikisimamia hapa nadhani nitakuwa nimesimama mahali pazuri ili tuendelee na sehemu inayofuata. Itakuwa sawa sheikh? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa bimanihi wa karamihi tandafi'u talihat. والصلاة والسلام على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، جزا الله شيخنا وأخانا الفاضل أبا الفضل قاسم خير الجزاء بهذه الكلمات المباركات النيرات من هذه المحاضرة الأولية التي ألقاها على مسامعنا في هذا الوقت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وإياه، اللهم آمين يا رب. Ndugu zangu Waislamu, maneno yaliyozungumzwa hapa ni maneno makubwa sana. Tutakiwa tuyatafakari, tuyatilie maanani na tuishi nayo sisi. Mazungumzo ya leo kwa hii mada ilivyokaa, Sheikh amekusudia kuzungumzia kadhia yetu sisi masalafi leo. Katika mada hii iliyohudhurishwa hapa Jundub, tunalizungumzia jambo letu. Si watu wana mambo yao, wanasiasa wana mambo yao, watu wa mpira wana mambo yao, sijui watu wa vikundi gani wana mambo yao, na wenyewe hujigamba tumekutana kwenye jambo letu. Na sisi masalafi leo tumekutana na biidhnillahi walillahi alhamd, mazungumzo yetu ni jambo letu. Natadhakaru عن السلفية وعن هذه الدعوة المباركة، عن منهج أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، الغرباء. tunazungumzia jambo hili zito kabisa, na muhadhara huu haujaisha. Tumepata utangulizi wa kutujenga, na sasa uchambuzi wake au nasaha mahsusi kuhusu da'wa hii zinafuatia kwenye kipande cha pili cha muhadhara wetu. Na hii ndio da'wa salafia. Salafia inaweka misingi kwanza, at-ta'sil, na unaandaliwa, alafu unakuja kujengwa katika mambo mahsusi. Kwa kweli tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia sisi ni miongoni mwa salafiyin, wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala athabata ala hadhihi ad-da'wa wa an namuta 'alayha. Tumombe Allah tupe thabati juu ya da'wa hii na tufie juu yake, kwa sababu anayeikosa da'wa salafia wallahi amekosa kila kitu. Na hapa yananidhihirikia maneno mazuri ameyazungumza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu kizuri kwa tulabu al-ilm, Dar'u Ta'arud al-Aqli wan-Naql, au kwa jina jingine kinaitwa Muwafaqatu Sahih al-Manqul
لصريح المعقول. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kwenye ile juzu ya 5 au ya 4 hivi, kwa watu wenye kusoma kitabu hiki, kuna maneno yanazungumza kuhusiana na as-salafia. Anasema kullu man a'rada 'ani at-tariqati as-salafiyyati ash-shar'iyyati al-ilahiyyah fa innahu la budda an yadhilla wa yatanaqad wa yabqa في الجهل المركب أو البسيط إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema yoyote ambaye ameipuuza njia ya salafia iliyo ya kisheria, iliyo ya kimungu, hii ni tariqa ilahia, yakulu rahimahullahu ta'ala, basi ni lazima apotee na ajigonge, hawezi kuwa sawa, na atabakia katika ujinga uliopandana au ujinga wakati. Almuhim, hana khairi ambaye ameipuuzia salafia. Aliipuuzia salafia atapotea tu, na hata hoja zake zitakuwa haziunganiki. Leo akizungumza hili, kesho watalivunja. Hujaji zake na maneno yake hayawezi yakaungana, na siku zote atabakia katika jahili. Sema ima ujahili ule uliopandana mkubwa, ule ujinga wa punda uzwazwa, atabakia huko, au atabakia katika ujinga wa afadhali lakini mjinga. Maana yake nini? Uislamu na manufaa yake ni kwenye salafia, na da'wa ya haki imebainishwa na salafia, njia ya wema waliotangulia. Sasa tufahamu kwamba tunazungumzia mustakbali wa akhira yetu na kufaulu kwetu au kufeli kwetu. Tunazungumzia kuongoka au kupotea, inazungumziwa da'wa salafia. Kwa hivyo niwaombe ndugu zangu waliohudhuria hapa wasikose kukimalizia kipindi cha pili. Kama una mambo yamekushughulisha, hebu yasimamishe, utapitwa. Na hususan kwa masalafi ambao wameipokea tayari da'wa hii, nadhani maneno yanayozungumzwa hapa na nususi ambazo zinasomwa zinatugusa na kutukonga mtima, si ndio? Kwa sababu ni hoja tulizozikubali sisi, na mpaka leo tuko katika da'wa hii kwa hoja hizo. Sasa mtu unapokumbushwa kwenye jambo lako unalolipenda, wewe waonaje ule utamu wake? Utamu, ndio maana nyuso zote zina bashasha. Lakini tumeambiwa kuna maneno maalumu hayo sasa yanakuja baadaye, maneno ambayo yanatakiwa yatukomaze katika da'wa hii, na kwa kweli tunapitia kipindi kigumu, kina changamoto nyingi. Kwa hivyo naomba tubakie kwenye kipindi kingine cha pili cha muhadhara huu, ambapo insha Allah baada ya kuswali, sasa hivi tutaswali maghrib, na baada ya hapo tutawapa wale wageni wetu fursa ya kuchanganya sala, wataswali isha hapa, alafu tutarudi sasa tukae kitako kwa ajili ya kuendelea na muhadhara kwenye awamu ya pili insha Allah taala. Angalizo langu au tuseme ombi letu sisi watu wa hapa Moshi, tunamwambia shekhe awe na uhuru wa kufunguka tu. Kwa maana hiyo, baada ya magharibi wewe ndio utajipangia muhadhara utaumaliza saa ngapi. Lakini watu wa Moshi na wageni waliokuja na majirani zetu huku Moshi, alhamdulillah, hata waliotoka kando kidogo kunafikika magari yako hata usiku mwingi. Watu wana haja na hii da'wa, wasikie maneno haya. Kwa hiyo funguka, kama unavyojua msikiti huu unataka maneno kama haya. Kwa hivyo tunakuachia nafasi hiyo pale utapoona, basi kwa kuyachunga yale maswali unayojua basi, lakini usihofie muda kwenye kuzitoa faida, kwa sababu pia siku yetu ni hii moja tu. Haya ni ya sasa. Insha Allah taala, baada ya kuswali na baada ya muhadhara wa pili patakuwa na matangazo mengine muhimu ya ratiba zetu, tutayasikiliza kisha tutaagana. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.